أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko kwenye tarehe 12 mwezi wa 12 1447 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 25 mwezi wa 5 2026 miladia. Kwenye khutba yetu ni nafasi kubwa tuliopewa. Khutba ni kwa inwan, ni nafasi kubwa tuliopewa. Nafasi gani kubwa hizo tulizopewa sisi? Maana tusemi nafasi kubwa zilizopewa kina nani? Ni nafasi gani kubwa hizo tulizopewa sisi ummata Muhammad? Na moja kwa moja udhihiri ukiambiwa nafasi kubwa tulizopewa sisi ummata Muhammad. Mtu akipewa nafasi, ile nafasi uliyopewa mantiqia, huwa watakiwa ufanyeje? Ukipewa nafasi ya jambo, hutakiwa uifanyeje ile nafasi? Bila shaka hutakiwa uitumie ile nafasi. Ukipewa nafasi usiitumie, hulaumika duniani, ikiwa kwa mambo yanayohusiana na dunia, na utalaumika zaidi siku ya malipo, ikiwa ile nafasi umepewa ikunufaishe kwenye siku ya malipo. Kwa hivyo la kubalika kuwa alopewa nafasi asiitumie, haipukani na lawama. Sasa tukitia kwenye upande wa dunia, kwa sababu dini yetu ni panufu sana, tena ilopanuliwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyopewa Jamiul Kalim. Sasa ikipanuliwa nafasi uliyopewa katika ulimwengu, tutaingia kwa malimwengu. Nafasi uliopewa na Mungu kwa cheo chochote bila kujisabu, usikitumie kile cheo, wastahiki lawama. Hao mambo ya kidunia. Je, ikiwa mambo ya kidini na kiakhera, ukipewa nafasi, tena awe amekupa nafasi ni moja kwa moja Mola wako, itumie kwa manufaa yako, usiitumie, utalaumika vile vile. Na lawama kubwa zitakazopata wewe, lawama za aliyekupa ile nafasi kisha usitumie. Idhan, suala litakalodhihiri kwenye ni nafasi kubwa tuliopea, halightanamnaha am dhayana. Je, tulighanimika nazo, kwa maana tulifaidika nazo, ama tulizipuuza?
kama tulighanimika, wallahi ni kufuzu, lakini kama tulizipuza ni kuhasirika. Lije swala kwa hilo, kwenye kuzitumia nafasi wapewazo na kuzipuza nafasi wapewazo, sisi ummata Muhammad tuko nje ya boma ama ndani ya boma? Nikikusudia chuko ndani ya boma kwa wenye kuzitumia nafasi, nje ya boma kuzipuza nafasi, tuko nje ya boma wengi wetu, si wote, na wako ndani ya boma si wote, lakini wengi wetu. Lakini katika kupuuza nafasi wapewazo, Muislamu pia afaa kupigiwa mfano, na ambaye alikuwa stahiki kwenye kuzitumia nafasi awe mfano ni Muislamu kwa ulimwengu mzima, kwa dini zote. Lakini Muislamu, baadhi ya Waislamu wanapoteza nyakati kweli kweli. Ukapewa cheo hiki, kitumie, utakipotezea nafasi kile cheo mpaka kitukuliwe na asiyestahiki cheo akitumie kile cheo. Sisi tubaki na utajiri wa maneno tu. Tuko haya, yagawanye maneno mwenyewe. Umepewa ukapokea, utakitumikia ulichopewa, kitumikie ili ufaidike kwa dunia hii na ufaidike kesho, siku ya watu kuitaka hiyo faida. Peleka mambo pande zote, lakini mno tunataka kwa upande wa dini. Fahanian liman adraka qimata waqtihi, hongera kwa mwenye kuudiriki na kufahamu kima cha wakati wake. Bil a'mali salihati, kwa amali jema, linaili ridha Allahi tabaraka wa taala, kwa kupata radhi za Mwenyezi Mungu aliyetukuka aliye juu. Wal fawzi bid-dari al-akhirah, na kufuzu kwa nyumba ya akhira. Basi hakuna kampeni kama kampeni za mtu kuhami na kujihami kiwakati, na hakuna kufaulu kama mtu kuuchunga wakati, na hakuna kufeli kama mtu kupoteza wakati. Na ni moja lililotufelisha sana wengi wetu Waislamu kwenye kulipoteza hilo la wakati, si kwa upande wa kidunia, si kwa upande wa kidini, wala upande wa kiakhira. Na kila mmoja awe mkweli kwa haya tutakaozungumza, nikiwa mimi mwenyewe na ikiwa nkutuhusu yatuhusu sote. Lakini suala, tutajirekebisha lini na nyakati za tupita? Wa hasratan, na lawama na majuto, ala man dhayya waqtahu, kwa yule mwenye kupoteza wakati wake. Waalam, lakini kisha jua, anna ma fataka fata, kwamba kilichokupita kimekupita, na kilichopita hakirudi nyuma. My friend, umri wako ulionao huwezi kurudisha nyuma. Hata ukatiwa theater kwenda ukachongonchongo pua kama Michael Jackson, takuwa lakini kala kile tukidededede tu, lakini umri ni ule ule. Tumeelewana vizuri sana hivi? Ili mufahamu zaidi, pana wachuo wazima wa utakao ujana. Shikamoni, umepita. Fal ayamu thalatha, siku ni tatu tu kwa mwanadamu. Intabi, siku ni tatu tu kwa mwanadamu. Amsi alladhi madha wala yauda, ni jana iliyopita wala hairudi. Jana ikipita hairudi. Wal yawmu alladhi nahnu fihi wala yaduma, na leo tulionao haidumu. Likitoa jua si leo tena, ni usiku wa kesho. Wa ghada alladhi la nadri, anakunu ala dhahri al-ardh am fi butuni al-qubur, na kesho tusiyojua tutaweko juu ya mgongo wa ardhi
ama tutawekwa kwenye matumbo ya makaburi, lakini hakuna mwenye hesabu. Vizere wataka kuwa vibarobaro, vinyanya wataka kuwa virembo. Intaha waman nu'ammirhu nunakkis fil khalq likulli shay'in idha ma tamma nuqsan fala yaghurrannaka bitibil aishi insan. hiya al-umuru kama shahadatha duwal man sarrahu zamanu sa'at wa azmanu wa hadhihi ad-dar a'ni daru ad-dunya wa hadhihi ad-dar la tubqi ala ahadin wala yadumu ala halin laha shan. Nyumba hii haimbakishi mtu yoyote, wala mtu hadumu kwenye jambo moja. Ulipotoka, ulivyo ndivyo ulivyo, urudi ulipotoka, wasonga umalize mambo yako. Idhan, nafasi kubwa umepewa, itumie hiyo nafasi kulingamana na upungufu wako. Abdullah ibn Mas'ud, sahabiyun jalil, tilmidhu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, asema hivi: ma nadimtu ala shay'in nadmi ala yawmin gharabat shamsuhu, sijawahi kujuta kwa jambo majuto yangu kwa siku lililokutwa jua lake. Angalia, sisi tukipambazukiwa, tukitwewa, hatuna hisabu za mezani, Kila tukipambazukiwa, siku za pita kweli kweli. Tukitwewa, hivi sasa tulikuwa tukunywa chai, hivi sasa hivi. Yani ndizo hesabu za Waislamu leo, wakati tu wapita. Likitwa, likipambazuka, wewe hesabu wepesi wa masiku kwenda, umehesabu wepesi wa upungufu wako, ile hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hakuna. Kila mmoja gharrathul amani, matamanio mengi ndio alondanganya mwanadamu. Gharrathumul hayatud dunya, akaghuriwa na maisha ya dunia. Wa gharrahum billahi al-gharur, na wakadanganywa kwa Mungu na mdanganyifu ambaye ni shetani. Sikiliza Abdullah ibn Mas'ud, hakuna siku ambao nimejuta kama siku ambao limekutwa jua lake. Limadha? Intabi, naqasa fihi ajali, muda wangu umepungua. Walam yazid fihi amali, na amali yangu sikuzidisha. Kwa kuwa upungufu ndio mwingi, ziada ya matendo ndio kidogo. Hayo humfanya mwenye imani kamili aliye, haifanywa kwamba kwa siku za pita kweli kweli. Juzi tusali Eidul Fitr, na juzi jana tusali Eidul Adha, hivi sasa tena itakuwa Ramadhani. Ndizo hesabu zetu hizo, lakini hakuna hesabu kupita kwa masiku kinamna hii. Nimefikia upungufu wa kiasi gani? Kwenye upungufu nimezidisha nini? Ama upungua tu kama ambaye ni mtu hutumia tu, lakini hakuna kinachoingia. Ukitumia tu hakuna kinachoingia, matumizi unachokitumia yataisha. Huna mbinu za kuingiza, ndio patatokea hatari ya maamuzi yoyote, kwa sababu umezoea kutumia, lakini hakuna mazoea kwamba kwa huyali kifuma, hakuna hapo, hufuma tu. Nasallallahu salam. Yaqulu al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya sema, idha'atul waqti ashaddu min al-maut, kupoteza wakati ni ashadi zaidi kuliko kufa. Si tunao sisi msemo tu, hata sisi mabajuni tuna msemo, fika wakati si heri nchwa kaifia uyambo kufa matezo, si heri nchwa kaifia kama dhiki hizi, heri dhiki ulizonazo, waweza ukafutiwa madhambi yako yote kulingamana na unavyoitakidi na ulivyozipokea zile dhiki. Kwa sababu ukisema heri nchwa kaifia,
kuna mtu kuifia ikawa ni kheri kikweli, na kuna mtu akaifia ikawa si kheri, ni shari. Maamuzi uliyopata ya kukachikiwa ya kheri kuifia nini? Kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitatizika kikweli kweli mpaka ukaona mimi hapa kufa mbora, usitemke kufa kwa bora. Mwambie Mungu, ikiwa kufa kwangu ni bora kwa ujuzi wako, basi ahlan wa sahlan, na ikiwa kuishi kwangu ni bora, ahlan wa sahlan. Hakuna mtu kutamani mauti kwa dhiki anazozipata. Mtu hujirekebisha kwa dhiki anazozipata, atoke kwenye dhiki aingie kwenye faraja. Sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Lakini hayo yataka mazingatio na yataka mtu ambaye hapotezi nyakati kwa mambo ya kipuzi. Ibnul Qayyim asema idha'atul waqti ashaddu min al-maut. Kwa nini? Lianna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wad-dari al-akhirah. Kupoteza wakati hukukacha wewe na Mungu na kukukacha wewe na nyumba ya akhira. Wal mauti yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Mauti anakukacha wewe na dunia na watu walioko duniani. Muislamu ni mtu mwenye kipimo. Ukimuona mtu hana kipimo, hana uhalisia wa Uislamu. Wewe shika mizani ya hiyo. Uislamu ni dini ya kipimo. Muislamu atakawe na vipimo kweli kweli, tena vipimo vya kupima vitu na vipimo vya kupima mambo. Tena vipimo vya kupima mambo ndivyo vipimo yani zenye kuchiliwa nguvu zaidi, tumefahamiana, kuliko kipimo cha kupima vitu, ambapo kwatakikana vipimo viwe sawa katika vitu. Lakini tukiata vipimo vya vitu au tukishika vipimo vya vitu tukaata vipimo vya mambo na vya akili, ndio kuharibikiwa kabisa, kwa sababu utaiharibu dini pia. Ndio kaambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotafsiri inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, juu ya kuwa imetafsiriwa kwa kadari. Kadari ni muda na muda kipimo. Kwa hivyo pia tunaweza kutafsiri kila kitu Mungu amekiweka kwa kipimo. Ukikosa kipimo umeharibu mambo, na tumeharibu mambo mengi sana wengi wetu Waislamu kwa sababu wa kukosa vipimo vya mambo. Ndio khutba ya Eidul Fitr ilikuwa kwa maudhui kutafakari na kuzingatia. Pengine watu wasema kutafakari chachwajua na kufikiri na kuzingatia jana. Kumbe tuko nje ya boma tafakuri, ndipo tukaharibikiwa na mambo. Tuko nje na i'tibar, ndipo tukaharibikiwa na mambo, na kupoteza wakati ni kwenye mfumo huo. Asema tena Hasan al-Basri asema, yabna adama, ewe mwanadamu, inama anta ayyamun, wewe ni masiku tu. Semana wewe ni masiku. Fa idha dhahaba yawmun, siku moja ikienda, dhahaba ba'dhuka, baadhi yako imeenda. Wakana yaqul, kisha alikuwa akisema Hasan al-Basri, adraktu aqwaman, mimi nimewadiriki watu, nimewapata watu, kanu ala awqatihim, walikuwa kwenye nyakati zao, ashadda minkum hirsa, wanapupa zaidi hata kuliko nyinyi, ala darahimikum wa dananirikum, kuliko dirhamu zenu na dinari zenu. Nyinyi pupa liko kwenye dinari, pupa liko kwenye dirham, pupa liko kwenye hizi senti chembelecho. Ndio pupa letu sisi. Mtu uko tayari kufanya maamuzi yoyote kwenye haya, hata kumuua ndugu yako uko tayari kwa sababu ya pesa, hata kusema uongo uko tayari kwa sababu ya pesa. Lakini watukufu waliopita hao tunaojitegemeza kwao, tukisema salafu na saleh, walikuwa wallahi pupa lao si dirham wala dinar, lakini pupa lao na utajiri wao ilikuwa dini yao. Ndio kitukua mifano ya wema waliotutangulia. Kupata kwetu wema walokuwa nao ni nadira, wa nadiru kal ma'dum.
kama yukarriru dhalika al-usuliyun, kitu nadiran kama ambacho hakiko. Lakini hivi sasa usema wacha sasa mimi nitaka kuwaiga masahaba tu, utakula X kwenye mambo mengi sana. Lakini wale walikuwa maamuzi yao, thamani yao ni dini yao, thamani yao ni mtume wao, thamani yao ni maadili yao. Ndio watu wakawa hutembea katika dunia na mtu mwenyewe ajijua, natembea duniani na mimi ni mtu wa peponi. Nani hapa nyoshe mkono nasema mimi pia natembea duniani, nenda mikahawani kupiga kahawa Kiemeni, lakini anajua watu wa peponi. Jambo, si tuko pamoja? Yes. Wale walikuwa dini ndio thamani yao, sisi dunia ndio thamani yetu. Wale walikuwa nyakati ndio thamani. Mtu hupoteza wakati akalia usiku, akipanda kichanda akaufikiria lipi nililolipunguza mimi, na Mungu akampa ilhamu akakumbuka, kitu fulani sikufanya, kitu fulani sikufanya. Akalia, ana hamu baada ya kisimamo cha usiku kusali salatu alfajiri, taka kuyakidhiana. Ndio walivyokuwa maisha ya salafu na saleh. Nimepunguza leo, kesho tajaliza kivipi? Wewe ukiuona nto huo koromoni kama nyati pweke, toa koromo kama si kusuka. Au kama hutoi koromo, ukipanda mto kisha kuandika mkono hapa, basi utapiga reverse ku revise mambo. Ule tulipopambana kaona ninambia hivi, bahati yake kulikuwa mtu fulani sikupata kujibu, lakini ngoje mpaka nitalipa. Ndio siku wetu. Ndipo wakapitishwa watu, intabihu, tuafa kesho kutwa au wakati wote tuweza kufa. Intabihu, tuambianeni ukweli. Watu walikurubia, wala hata kukurubia, walifikia ya kuwa wakastahiki pepo na kutaja mara 3 kuingia kwa mlango mmoja. Hiki kisa maarufu mashehe wetu wakituelezea. Mpaka maswahaba angalia kusema, mbona mtume kanitaja mtu fulani tangia kwa mlango fulani, na ni ule ule taingia kwa mlango ule ule, na ni mtu tuko naye, twasali pamoja, twafunga pamoja, twatangamana na watu kama daraja hupitana katika kumtendea Mungu. Katika kutendewa Mungu twapitana kidaraja. Waweza ukampigia mwenzako hesabu, hamna chochote, kumbe ni katika darajatul ula fil janna wa minal muqarrabin. Mafhumu? Ndipo pale mara nyingi huwa tukikariri, wacheni kuhukumiana, wacheni kuhukumiana. Waweza kumhukumu ambaye ni muqarrabun, amekurubishwa, akaangia mama sahaba mara 3 atoja yeye na twafanya tunayofanya, mpaka mmoja akaenda kufanya uchunguzi wa kutaka uhakika, hufanya jambo gani mpaka katajwa mara 3. Angalia, hii pia ni katika mashindano. Alaysa kadhalik? Jamani, ni mengi ule alosema baada ya mtume kutoa karara ya kwamba kuna watu 70,000 wataingia peponi bila hisabu, kisha akawataja. Lakini baada ya usiku kucha watu mbani, kina nani au kina nani, mtume akatoka akamwambia kadha. Basi alisimama mmoja, angalia kite cha kutenda na kushindana. Alisimama ukasha akamwambia, ya Rasulullah, niombe Mungu ni miongoni mwao. Moja kwa moja mtume akamwambia, anta minhum, wewe ni miongoni mwao. Jamaa mwingine akiambia, hu tayari ametiwa katika mkao wa 70,000. Akamwambia, ya Rasulullah, niombe na mimi Mungu niwe miongoni wako. Akamwambia, ushindi wa kijabu, sabaka qaum ukasha. Ina maana gani? Ina maana kwenye mema wachufa kushindana, na ukimuona mtu tayari amepasishwa, jaribu na wewe pengine upewe kibali cha kupasi, ama uambie la. Hapa mtu mwambia umechanguliwa kijambo. Tumezipata jamani hizi point? Sisi twapoteza nyakati. Tayeb, ndipo Hasanul Basri akatuambia haya aliyotuambia, tushindaneni katika mambo mema, usiupoteze wakati
kwa sababu wakati ukikupita ndio upungufu wako. Yahiqu liman ya'lam, ni haki kwa mwenye kujua. Yahiqu liman ya'lamu anna almauta mawriduhu, ni haki kujua kwa mwenye kujua kuwa mauti ni kinywaji chake. Maurid tunaweza kutafsiri mauridul ma, kwa sababu kalimatu warada fil Qur'anil Karim imekuja kwa maana tatu. Warada bimaana wasala, warada bimaana dakhala, warada bimaana marra. Kuna warada wasala, kufika kwenye ziwa la maji au kufika kwenye maji. Kuna warada kwa maana dukhul, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Kuna na warada bimaana almurur ala sirat wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdi. Sasa tukisema ni haki kwa mwenye kujua kwamba mauti ni kasi yake, glasi yake, kinywaji chake. Wa anna sa'ata maw'iduhu, na kwamba kiyama ndiyo mauidi yake, tutakwenda kwenye saa ya kiyama. Wa anna alqiyamata baina yaday llahi mashhadu, na kwamba kisimamo mbele ya Mungu ndiyo mashhadi yake. Kila mmoja atasimama mbele ya Mungu na kila mmoja atasimamishwa peke yake mbele ya Mungu. Ndipo mtu takasive na wasiwasi wote, yatendayo na yatenda mimi, na Mungu ndiye anayejua ninayoyatenda, na kesho tanisimamisha peke yangu bila wakili. Hawakuwekwa mawakili wa mbinguni, malaika watawasaidia ambao hawakutenda hilo. Sahau, ni wewe na Mungu wako, hakuna mturujumani akuulize ayatakao umjibu itakiwao. Sasa leo sisi tutazame watu, huu utaniokoa, huu nini, mtu hakubebei amali zako. Amali yako utaibeba mwenyewe, kwa sababu atakayekuuliza peke yake Mungu wako wa haki. Jamani, usipoteze wakati. Toi, na mwenye kujua kuwa kiyama ni kiyama kitakachomsimamisha mtu mbele ya Mola wake, na ni mashhadi yake, an yatula huznu, huzuni zake kwa ndefu. Saa zote takawe na huzuni wewe. Inna ala kulli muslimin, hakika ni juu ya kila Muislamu, an yudrika, afahamu. Na fahamu leo kwetu sisi dende zake fahamu kwetu, mafumu. Hakuna anayetumia namna na jitihadi, nataka niwe na fahamu, nataka niwe na fikra, nataka niwe na itibari, lakini hisabu zako ikawa ni kwa Mola wako. Ni juu ya kila Muislamu afahamu anna alwaqta sari'ul inqidha, wakati ni haraka sana kuisha. Si hivyo sisi usema lala hivi sasa na dhuhuri, hivi sasa na alasiri, wakubali fahuwa yamurru marra sahab, wakati hupita mbio kama kupita kwa mawingu. Wayajri majra rih, wapita mbio kama kupita kwa upepo. Wasawaan kana zamanu masarratin wa farah, sawa unapopita wakati kukupitia uko katika wakati wa kufuraha. Amkana zamanu iktiabin wa tarahin, ama sawa wakati unapopita uko katika mfinyo na huzuni. Wakati huo umepita tu uwe una furaha, wakati hukupita uwe una huzuni. Wa mahma umira fiha, na namna mwanadamu atakavyoamirishwa katika dunia hii kupitia kwa hizo nyakati. Min sanawatin, kutokamana na miaka mingi. Wa uqudin, na vifungo vingi utakavyofunga. Fahuwa qasira, bado ni mfupi, bado ni mpungufu. Maadama almautu nihayatu kulli hayyin, maadamu kifo ndio mwisho wa kila hai. Sasa ukiweka kwenye akili kifo ndio mwisho wa kila hai, mimi wakati wowote naweza kufa, huwezi kupoteza wakati. Qala Ahmad Shauqi, jamaa muita amiru shuara, asema daqatu qalbi almar'i qailatun lahu. Daqatu qalbi almar'i qailatun lahu, migongo ya moyo wa mtu huwa ikisema kumwambia yeye. Hii mioyo zetu zinapogonga tata huwa zikimwambia innal hayata daqaiqun wa thawani,
Maisha ya mwanadamu madakika tu na masekonde. Ni kweli, subhanallah. Mara huo umebadilikiwa kwa kubadilika, mara ni maiti. Subhanallah, tena bila mahisabu. Mahisabu ya kifo si mahisabu ya mtu kuwa mgonjwa. Wamekufa watu katika mimbar na khutba, maona wamekufa watu wamekaa katika meza, wako katika khutbatul haja, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, mara sauti upotea. Ule akaangukia kiti, akiguswa tayari ashashughulikiwa. Ujeuri kwa kazi gani? Kisha ni namba gani? Namba ngapi katika majeuri waliopita? Sasa mwanadamu ipe kiburi na ujauri, ati haambiliki neno, ati hata katika kufanya ibada kwake pia huwa jauri. Wakapata na wenye kumsaidia kwamba huwa kiwa katika ibada hii usiende kumwambia yambo, manake huwa nkali. Hawa wale wenye kufunga, kuna watu wakifunga huwa wakali. Sasa kwa nini navyoongwa wenzetu, ukienda kumwambia leo nataka kwenda kumuona fulani, usiende nini, leo na Alhamisi amefunga, kwa hiyo akifunga huwa nkali. Mkali una supermarket unaenda kununua, ukali si mtu kuifanya. Hai, nani amekwambia? Nani akwambia mtu akifunga achuva nkali? Ona, ni wale Waislamu ambao hawana tadabbur, hawana mazingatio. Usije ofisini wako ukiwa mmefunga. Funga ofisi zako, utoke na ukali wako. Mtu akifunga wakali basi ni hatari. Sasa kwa kuna amana yangu lazima nije nipokee kwako, basi kiambiwa ufundie niketi nife, takungilia na hasira zako mawili, utanipa amana yangu ama tukua maji unwe, kwisha kazi. Tuko sampuli sisi Waislamu leo, kisha tutataka kujifananisha na maswahaba. Ukitaka kujifananisha na maswahaba, kwanza nsome swahaba, kisha ndio ujitesti wewe kwa jambo tu. Waweza kuwatakula wewe siku na familia yako, ukasema kuna mwenzangu huyu hana chochote, mwate ale yeye. Waweza? Twaweza wapi sisi? Hapa tu ni hapa tu, tumefahamiana. Waweza kunchanguliza mwenzako ukaja hata wewe mwenyewe? Wapi hapa? Haya ndio mambo ya kukuruzwa sasa kwa mwisho wa umri wetu. Tumalize umri kwa kuwekana wazi zaidi, tusijifanyeni wala tusibahatisheni katika kufanya, tufanyeni kihakika. Ukiambiwa hivi ndivyo walivyokuwa maswahaba, mtu asema yes, japo kuwa hakumpata kivyote, lakini hakumkosa vyovyote. Tumefahamiana? Yapo barabarani, yatakuja akipenda Mwenyezi Mungu. Farfa li nafsika ba'da mautika dhikraha. Aliposema kuwa kugonga kwa moyo huwa kukimwambia nini? Uhai ni dakika na sekondi. Farfa li nafsika ba'da mautika dhikraha. Inue nafsi yako baada ya kifo chako, dhikraha, kutaja kwake. Ondoka utajwe kwa wema jemeni, usiondoke kukichangazwa kifo. Hapa fulani ametuacha. Nani? Fulani ametuacha. Alhamdulillah. Badala kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nasema alhamdulillah, nasi tutasona. Mwanadamu aina gani? Mwanadamu taka kiondoka usikia fulani amekufa, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilikuwa ni roho nzuri, alikuwa ni mtu shehe, alikuwa tangamano lake nzuri. Uketi na watu mpaka siku ya kufa nchusema alhamdulillah, hata kuzika sen alhamdulillah, nasi tutashuka pumzi. Ni hatari kuishi kinamna hiyo, na ndivyo wengi wanavyoishi na tunavyoishi. Tumalize. Fadhikru lilinsani umru thani, kukumbukwa kwa mwanadamu ndio umri wake wa pili. Waweza ukafa ikawa huonekana kama hujakufa, na uko zako kaburini kwa sababu umeata utajo mwema. Billahi alaik. Na kuna kufa kuichwako kufa na ndiko kufa, lakini ukasahaulika ikawa mtu hata hakutaji. Lakini kuna watu mpaka leo watajwa, tena siwaambii
hata si katika maswahaba. Katika maswahaba waache, si wenzetu kwenye hayo, tuwaigeni tu, tupate tutakapopata, tukose kwingi kuliko kupata. Lakini kuna wakati katika karni tulinazonazo, wallahi alazim, kuna watu utaja watu. Kwa hiyo nitakupa mfano mmoja tu, kintaja sina wasiwasi, kwa sababu ni rafiki yangu, Mwenyezi Mungu amrehemu na amweke pema peponi. Angalia, ukintaja Abdul Halim aliyekuwa chief kadhi, hata kwa Mkristo tambia Mungu, msahaba yule? Hapana, lakini alijaribu kuishi maisha ya kisahaba, maskini ya Mungu, mnyenyekevu kwa kila mmoja. Tumeelewana sana? Nakupa mfano huo tu wa chief kadhi aliyopita, Abdul Halim, ndugu yetu katika imani. Nani ambaye tatajwa sema yes alikuwa mwanadamu? Ni kweli. Sasa sikomba kuwa hakuna, wapo pia, lakini huko kuwepo mpaka ufuate njia zitakiwavo ili uwepo. Usijipatishe pahala ukaonekana upo na hupo, maana kwenye daraja hizo picha yetu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na picha yetu ya pili ni wanafunzi wa Mtume, sahabatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ni nafasi kubwa tuliopewa, lakini wengi wetu wanazipoteza. Ndugu zangu, acha nisimame hapa kwa khutba kwenye mambo mengi, lakini tuwe pamoja kwenye muhadhara baada salati al-maghrib. Misimu mizuri iko wapi? Sikuna na misimu mizuri iko wapi? Tunataka kujua ilipo, na pale ilipokuwa kwetu sisi tulikuwa vipi, na sasa haipo iko wapi, na ilipotoweka ilituacha sisi na nini? Ndiyo mambo tunataka sasa tuyazingatie sana, na Mwenyezi Mungu atupe taufiki kwa yote. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairi al-muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawza al-mustaghfirin wa ya najat at-taibin. astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واجعلنا من الشاكرين. أقم الصلاة.